Wasaa mwingine, karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni pamoja na Rais Masoud Pezeshkian wa Iran anasema taifa hilo litasimama kidete katika kujihami na kulinda heshima ya taifa hilo. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Masoud Pezeshkian anasema Iran haitasita kuendelea kujihami na kujilinda mkabala wa mashambulizi ya kichokozi yanayofanywa na Marekani pamoja na Israel ambao ndio maadui wakubwa wa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Iran Mehr, Rais Masoud Pezeshkian, rais wa Iran, amesema hayo kwenye ujumbe aliotuma katika ukurasa wake rasmi wa mtandao wa X na kubainisha kuwa tumejitolea kwa ajili ya amani ya kudumu katika eneo la Asia Magharibi, lakini tumesimama kidete kulinda heshima ya taifa hili. Rais wa Iran ameeleza kuwa baadhi ya nchi zimeanzisha juhudi za kutaka upatanishi ili kupunguza taharuki iliyopo na kueleza bayana kuwa jibu la Iran kwa jitihada hizo liko wazi. Rais Masoud Pezeshkian amebainisha kuwa wanaotaka kuwa wapatanishi wanapaswa kwenda kwa wale waliotweza na kudunisha uwezo na nguvu za taifa la Iran. Rais wa Iran amezituhumu tawala za Marekani na Israel kwa kuwasha moto ambao haziwezi kuzima na kuziambia kwamba kwa kudunisha uwezo wa taifa hili mmewasha moto wa mzozo uliopo. Kabla ya hapo, rais wa Iran, Rais Masoud Pezeshkian, alisema katika ujumbe wake kwa viongozi wa nchi rafiki na majirani kwamba mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na utawala wa Israel kwa taifa la Iran yameiacha Iran bila chaguo lolote isipokuwa kujilinda. Vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vinaendeleza operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 4 ikiwa ni katika kujibu uchokozi wa Marekani na utawala wa Israel ulioanzishwa Jumamosi iliyopita ya Februari 28. Operesheni hizo za kijeshi za Iran zimeendelea kulenga ngome za kijeshi, kiuchumi na kisiasa za utawala wa Israel na vituo vya kijeshi na kijasusi vya Marekani katika ardhi za eneo hilo. Hata hivyo, wakati huu makombora mbalimbali ya kisasa ya nchini Iran yameanza kutumika na kusababisha hasara kubwa katika taifa la Israel. Ndani ya siku 8 sasa katika vita, Iran imeweza kukabiliana na uchokozi wa Marekani na utawala wa Israel vilivyo. Jeshi la Iran la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limetangaza wimbi la 21 la operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 4 ikihusisha mashambulizi ya pamoja ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani pamoja na kurushwa kwa makombora ya Khaibar yenye vichwa vingi vya kivita dhidi ya malengo yaliyoko katikati ya Tel Aviv na kwingineko katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa mwandishi wa shirika la habari la Pars Today, shirika la Mehr limeripoti kuwa siku ya jana, ambayo ilikuwa ni siku ya 7 ya vita ambayo imeendelea, uwanja wa mapambano ukishuhudia kuongezeka kwa kiwango cha mashambulizi ya kulipa kisasi kutoka Iran. Operesheni hiyo iliyofahamika kama Ahadi ya Kweli namba 4 imeendelea kwa mawimbi mfululizo ikitumia makombora ya kisasa ya Khaibar kulenga vituo nyeti ndani ya Tel Aviv. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu pia limetangaza utayari wake kamili wa kuendelea na kwa mapambano ya muda mrefu na kuanzisha matumizi ya mifumo mipya ya silaha. Wakati huo huo, taarifa zinasema makombora ya Iran yameweza kuharibu mfumo wa Marekani wa ulinzi wa anga wa THAAD huko nchini Jordan. Hii ni katika wakati ambapo Iran iliendelea na mapambano na mashambulizi katika maeneo mbalimbali. Siku ya Ijumaa asubuhi, katika taarifa nambari 22 ya operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 4, kitengo cha uhusiano wa umma cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC kilitangaza kwamba wimbi la 22 la operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 4 lilianzishwa kwa kauli mbiu tukufu ya Hussein bin Ali, amani iwe juu yake, ikihusisha kurushwa kwa makombora ya Khaibar ama Khorramshahr-4 na makombora ya Fatah. Mashambulizi hayo yalielekezwa dhidi ya malengo ya Marekani na utawala wa Israel katika Ghuba ya Uajemi hadi Tel Aviv kama hatua ya kulipiza kisasi dhidi ya wale waliouawa, hasa watoto wa Iran katika tukio la shule ya Mina. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kauli ya Rais Masoud Pezeshkian, rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akisema bado wanaendelea kujilinda na kwamba wao wapo tayari kwa ajili ya mapambano zaidi, huku wakitumia silaha hatari za kivita wakati huu, hasa makombora yao ya kisasa ya Khorramshahr-4, lakini pia na makombora yale ya Fatah, ambapo bado operation zinaendelea huko Tel Aviv.
Basi endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.